Oktoba tarehe 30 nikaitwa kwa mtendaji Kariakoo kunikabidhi hati ya kuchaguliwa. Nadhani sisi tulikuwa watu wa kwanza labda kwa sababu ya kukaa mjini kupata hati. Uchaguzi wote ni mgumu, na kwetu sisi mnakuwa mgumu zaidi kwa sababu mnaanza songo mbingo mule ndani. Mule ndani mpasikie hivi ni ngumu, lakini alhamdulillah Mungu upanga viongozi. Chukua fomu jina likarudi, kapambana, nikashinda kura za maoni, nikashinda na kwenye uchaguzi mkuu. Na nimeshinda vizuri, almost 98%. Na nilihakikisha watu wa kazi Kariakoo wapiga kura. Mimi mwenyewe siku ya kupiga kura kwa kushirikiana na viongozi wangu wa matawi na ngazi ya kata na kamati za utekelezaji kuwashusha. Unajua Kariakoo ina magorofa mengi, watu majumbani, asubuhi napanda shuka. Hapo ilikuwa jambo jema. Kwa hiyo watu wengi wakashuka kupiga kura mpaka saa 3 asubuhi. Mistari kama mliona kwenye mitandao, Kariakoo ilikuwa mirefu sana. Na Kariakoo tuna watu wa aina nyingi, Swahili kabisa kama Mkenge, Arabu, Washtara, ndugu zetu wa Asia, lakini wote wameshuka. Ndio maana tukapata namba kubwa au turnout kubwa wapigaji kura. Kabla uchaguzi nilitoa ahadi na kwenda kuzisimamia. Mungu akijalia nikishaapa tu, nimeahirisha mpaka likizo za mwisho wa mwaka, sababu kuna mambo lazima niyasimamie sasa hivi. La kwanza kabisa ni usafi wa Kariakoo. Kariakoo inazalisha pesa nyingi sana. Hakuna kata inayotusogelea, sio inayotufikia, inayotusogelea kwa mapato. Na inachangia pato sehemu kubwa ya manispaa ya Ilala. Manispaa ya Ilala inakusanya nadhani 120 billion per year. Kariakoo kuna pesa nyingi sana TRA wanakusanya, na mamlaka nyingine ikiwemo manispaa. Kariakoo ni hub ya kibiashara sasa hivi kwenye nchi hizi za Afrika Mashariki, ukanda wa nchi za maziwa makuu, kuanzia Kenya yenyewe, Uganda, Kongo, Rwanda, Burundi, Malawi, Zimbabwe, Komoro, Zambia. Ukenda sasa hivi, wafanyabiashara kutoka mataifa hayo wamejaa, wako madukani, wananunua bidhaa. Wanaona kwao ni rahisi zaidi kwenda Kariakoo au kuja Kariakoo Dar es Salaam kuliko kwenda Dubai, kuliko kwenda Gwanzu. Zamani walikuwa hawaji. Mwaka juzi nilikwenda Zimbabwe. Kuna rafiki yangu Mwingereza alikuwa anaoa Mzimbabwe, alikuwa anaolea mji wa Bulawayo. Kwa hiyo akiwa Uingereza kaniambia, bwana lazima uje na nini. Mimi sijai kuja Afrika, girlfriend wangu unajua ni Mzimbabwe, naenda kuoa kwao kijijini na nini. Kwa hiyo katika marafiki zangu kutoka Afrika na kualika mwaka 2023. Katoka hapa kata ndege mpaka Zimbabwe, Harare, Bulawayo. Katika maongezi yale
katika shemeji zake mmoja ni mfanyabiashara. Akawa kutoka Tanzania sehemu gani? Kaambia Dar es Salaam. Bwana mimi nataka kuja Kariakoo. Hakusema Dar es Salaam. Nataka kufuata bidhaa Kariakoo, kaitamka. Nilijisikia fahari sana. Kati yote sikuwa na interest ya kugombea. Fanyeni utafiti. Nchi hizi nilizozitaja, hoteli zote zinajaa wao. Mapato makubwa yanaingia Kariakoo. Na rais mara nyingi amezungumza, hata mkutano aliofanya Kinyerezi kaitaja Kariakoo kama mara 3 kama hub ya kibiashara, commercial hub ya biashara. Iko busy. Katibu mkuu wa CCM Dr. Asha Rose kaizungumza Kariakoo kama hub ya kibiashara, kama kitovu cha biashara, sio tu Dar es Salaam au Tanzania, nchi zote za maziwa makuu. Hakuna eneo kama Kariakoo. Hakuna. Natembea hapa na mimi nimezunguka kidogo, hakuna eneo kama Kariakoo. Mapato tunaokusanya, uchumi uliopo pale, biashara iliyopo pale, sasa lazima iendane na uhalisia. Tuusafishe mji wetu. Wale wageni wakija kusema yes, hii ndio Kariakoo, uwe safi. Nilimuomba Mheshimiwa Waziri wa Maji, na nashukuru amerudi tena kwenye wizara ile. Nilimwalika kwenye mkutano mmoja wa hadhara, nikamwambia changamoto zetu. Kwanza tulikuwa na uhaba wa maji, ya matumizi ya maji, akateka action. Lakini Kariakoo mitaro imemwagika uchafu, haipitiki. Maji machafu yanatuama, chemba zinacheua. Pamoja na ubora, pamoja na sifa ya kuwa hub ya kibiashara, pamoja na kukusanya mapato mengi sana, tunaruhusu hub ya biashara itoe maji machafu? Waziri akatake action immediately kwa kuwasiliana na watu wa DAWASA. Watu wa DAWASA wakaanza kushughulikia, ingawa bado tunayo changamoto, na akatuambia kuna 200 billion imetengwa kubadilisha mfumo wa maji taka Dar es Salaam, ikiwemo tarafa na mji wa Kariakoo na Ilala yake. Akaelezea vizuri sana, na sisi tunaamini serikali hii itatekeleza. Lakini kwa kipindi hiki tunashughulikiaje tatizo la mitaro? Nyie mnapita Kariakoo, huwezi kutoboa wiki 2 bila kupita Kariakoo. Mmeiona ile hali. Tunazalisha pesa nyingi, lakini tunazalisha uchafu mwingi. Lazima tukasimamia. Tumeomba hizi nafasi kutatua changamoto za watu. Hatukuomba hizi nafasi kwa diwani umekaa pale, diwani wa kata kubwa wa Kariakoo. Hapana. Lazima nikapambanie swala la usafi. Mimi mwenyewe napiga vidudu, napiga visuti, alafu ni kata yangu inatoa mitaro imechaji. Never. Kariakoo ni kwetu, fahari yetu. Nimezaliwa pale, nimeishi pale, 70% mpaka 80% ya maisha yangu nimeishi Kariakoo. Naijua Kariakoo nyumba kwa nyumba. Nyumba hii ilijengwa ghorofa, zamani ilikuwa mzee fulani, hii ilikuwa mama fulani. Hapa zamani walikuwa wanauza vitumbua, hapa zamani walikuwa wanauza chapati. Kwa hiyo na ule ukariakoo, natamani nione Kariakoo ikiwa safi. Hatukatai fursa nyingine ziendelee kuwepo, sababu maisha yabadilika, lakini huku tukizingatia usafi. Rais anahitaji Kariakoo kwa ufahari kabisa, tena kwenye mkutano mkubwa wa hadhara. Imagine pale nilivyojisikia wakati rais akihitaji Kariakoo.
Tuna kata zaidi ya ngapi? 100 Dar es Salaam. Kanahitaji tena kairudia. Katibu mkuu kaitaja, kairudia. Maana Kariakoo ni eneo muhimu katika sekta ya kiuchumi na kibiashara. Hata lazima tumsaidie rais kwanza kwa usafi. Mtu kutoka Komoro anasema hapa Kariakoo. Kama vile mtu avoida Dera kule Dubai. Dera ni kama Kariakoo tu, sio ni kama, ni Kariakoo tu. Na sisi tunataka tuigeuze sasa Kariakoo iwe Dera City Center, iwe Kariakoo City Center. Watu wakenda Dubai shopping wanafanya Dera. Lakini huwezi kukuta chemba za maji machafu. Zinacheua. Jioni magari yanapita, yanasafisha mji. Sisi tunataka tuifanye Kariakoo sehemu ambayo labda itakuwa ni center ya kufanya biashara mpaka usiku. It's fine. Lakini wakati huo lazima tutengeneze hali ya usafi, mazingira, mitaa iwe inapitika. Dera kuko busy. Jana nilikuwa kuna rafiki yangu, mambo mpira. Unajua sisi tuna connection ya mipira. Ni agent wa football. Akanambia shemeji yake anakuja Dar es Salaam kufanya nini? Anakuja kufuata bidhaa Kariakoo kama kutoka Nigeria. Jana kutoka Nigeria. Akanambia yes, labda kama hujui. Sasa hivi watu wanatoka Nigeria hawaendi Guangzhou. Rais Samia tampinga tu, lakini kaifungua nchi. Mnapingana tu kwa kwenye mitandao, mnapiga porojo. Kaifungua nchi. Kiuchumi na kibiashara kaifungua. Watu kutoka Nigeria wanakuja Kariakoo. Wa Kongo wamejaa. Juzi hapa nilikuwa natafuta singlet. Zamani nilikuwa naenda kwenye maduka haya kama Sposafiri haya Kinondoni ya wapi. Singlet na 15,000 moja. Sasa hivi shekhe ukienda na 15,000 unapata kitita hivi cha singlet 5. Quality yake ni tofauti ndogo sana na unaonunua huko. T-shirts hizi. Hizi t-shirt mzoko mnaziona zinavaliwa na CCM. Ziko Kariakoo. Chini Kariakoo unaona yule mji uko juu. Chini kule ni madude, maandaki, manini. Tembeleeni, kafanyeni utafiti. Kariakoo msichukulie imekaa tu vile juu. Hata mimi niombe wananchi wenzangu wa Kariakoo, nisaidie kwenye ajenda ya usafi. Saidiane na madiwani wenzangu, manispaa, lakini na serikali kuu, kiwemo serikali ya mkoa na wilaya. Ajenda namba 1 ya Haji Manara, Mungu amenijalia kushinda, bado kusubiri taratibu za viapo, ni usafi. Usafi wa mazingira. Kushirikiana na mamlaka kuifanya Kariakoo kuendelea kwa hub ya kibiashara. Anasema Haji bwana nataka kufanya biashara. Nani kakwambia? Nani kakwambia? Si fahari bwana. Sasa tutabaki na Kariakoo ile zamani hapa panauzwa mabungo. Sehemu Kariakoo panauzwa mabungo. Mabungo afanyazo pilipili nyingi hakuna. Kishakuwa eneo la kibiashara. Na lazima tulilinde. Kwa hiyo mimi niwasihi wanahabari, mtusaidie. Tunalo eneo la kujidai. Pale kituo cha TRA kinatakiwepo kituo. Halafu niwaambie kitu kimoja kizuri sana ambacho rais anakifanya. Juzi alisema vizuri sana. Atawarasimisha wafanyabiashara ndogo kwa kutafutia maeneo mazuri zaidi ya kufanya biashara zao, huku akitoa fursa kwa wafanyabiashara wengine kuendelea kufanya biashara zao. Hapa Kariakoo tuna mafungu 3.
tuna wakazi, ndo kinasie wakazi. Tuna wafanyabiashara wenye maduka, lakini tuna wafanyabiashara ndogo ndogo. Hawa wote wanastahiki haki kwenye mji wa Kariakoo. Hawa wote ni Watanzania wenzetu. Hatutatoa kipaumbele kwa kundi moja tu la wakazi au wafanyabiashara au wafanyabiashara wadogo dogo wanaojulikana kwa jina la macho. Wote wana haki, lakini kila mmoja lazima azingatie na haki za mwenzio. Inapoishia haki yako, basi jua kuna na haki ya mwenzio. Ya lazima tuzingatie hilo. Mimi sitakuwa diwani wa kukaa ofisini. Na ofisi nishapata Kariakoo. Zamani Kariakoo ilikuwa na ofisi ya diwani ndani ya kata. Lakini mimi kwa uharaka na niseme na kiherehere cha kutaka kufanya kazi, kwenda kusimamia kazi za watu, nishapata ofisi.